Chumvi ni miongoni mwa silaha za kiroho ambazo zinaweza kuwalinda na kuwakinga binadamu mbalimbali dhidi ya mashambulizi ya kichawi au mashambulizi ya kiroho. Kwa sababu hiyo, mwanadamu anapooga kwa kutumia maji ya chumvi, kuna vitu vingi vibaya ambavyo anajikinga navyo, lakini kuna vitu vingi vibaya ambavyo anaviondoa katika mwili wake. Kwa sababu hiyo, katika video hii nitakwenda kukwambia aina mbalimbali za wanadamu ambao wanatakiwa kuoga kwa kutumia maji ambayo wameweka chumvi ndani yake. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni makundi mbalimbali ya wanadamu ambao kila wanapoamka asubuhi ni vema wakaisafisha miili yao kwa kutumia maji ambayo ndani yake yana chumvi ya mawe, na zoezi hili ni vema wakalifanya kwa siku 7. Kwani watakapofanya zoezi hili, mambo yote ambayo nakwenda kukueleza yatakwenda kuwatoka na watabaki binadamu huru. Namba 1, binadamu wanaoandamwa na roho za umaskini. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wapo baadhi ya wanadamu ambao huandamwa na roho za kimaskini. Utajuaje kama unaandamwa na roho ya kimaskini? Kwanza kabisa, tazama familia yenu. Inawezekana katika familia yenu hakuna mwanafamilia hata mmoja ambaye amewahi kupiga hatua za kimafanikio. Haimaanishi hamjitumi katika kazi. Inawezekana mnajituma katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo kama ambavyo binadamu wengine wanajituma. Pamoja na hayo yote, umekuwa ni mwanadamu ambaye kila unapojaribu kupambana haufanikiwi. Hata unapojaribu kuwatazama wanafamilia yako vile wanapojaribu kupambana ili kuweza kujinasua kwenye wimbi la umaskini, hakuna anayefanikiwa. Haijalishi mtajituma katika kazi kwa kiwango gani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wakati mwingine ni kwa sababu roho za kimaskini zinaiandama familia yenu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ili ujikomboe, hakikisha unapoamka asubuhi, tumia chumvi ya mawe kuweka kwenye maji ambayo unakwenda kuyatumia kusafishia mwili wako. Utakapoweza kuoga kwa maji ambayo ndani yake umeweka chumvi, baada ya muda mfupi utaona hali hiyo ambayo inakuzuia kufanikiwa itaanza kukuachia, na mwisho wa siku utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kama walivyokuwa binadamu wengine. Namba 2, binadamu wanaoandamwa na mikosi katika maisha yao. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao huandamwa na mikosi ambapo hawaelewi mikosi hiyo hutokana na kitu gani. Kuna baadhi ya watu ambao wamezaliwa katika familia ambazo kutokana na maagano ambayo babu zao waliyafanya, basi laana na mikosi huendelea kutafuna familia zao. Na huu ni wakati ambao utajikuta kila unapopambana ukipata pesa kidogo, kuna tatizo ambalo linatokea, na mara nyingi tatizo ambalo linatokea linaendana na kiwango cha pesa ambacho umekipata. Kwa sababu hiyo, mara nyingi unajikuta ukitumia pesa yote ambayo umeipata kusuruhisha matatizo ambayo yanajitokeza katika maisha yako. Wakati mwingine unakuwa ni mtu ambaye kila unapoanzisha kitu kinapokaribia kufanikiwa, basi linatokea tatizo ambalo linakurudisha nyuma. Hii ndiyo maana halisi ya mikosi ambayo inaweza kuandama baadhi ya wanadamu katika uso wa dunia. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapitia changamoto hii, ni vema ukapenda kuoga kwa maji ambayo yana chumvi ndani yake, kwani maji haya yanaweza kuondoa laana na mikosi ambayo inakuandama katika maisha yako, na mwisho wa siku utajikuta ni mwanadamu ambaye unakuwa huru kama ilivyokuwa kwa wanadamu wengine. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu wanaoandamwa na roho ya kukataliwa. Kuna wakati katika maisha yako unaweza ukajikuta unakuwa mtu wa kukataliwa kila unapokuwa. Kwa mfano, kila unapokwenda kuomba kazi,
hali ya kuwa una sifa za kupata kazi hiyo, lakini unakosa watu wengine wanapata. Hata unaposimama na kuzungumza mbele za watu, haijalishi unachozungumza kina umuhimu kwa watu wengine kwa kiwango gani, lakini ulichozungumza wewe kinakataliwa hata kama ni kitu kizuri. Unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye kila unapoingia katika mahusiano yako yanavunjika, tena unaachwa pasipokuwa na sababu ya msingi. Inawezekana wewe ni mwanamke au wewe ni mwanaume ambaye kila unapoingia katika ndoa yako haichukui muda, ndoa yako inavunjika, na unapojaribu kutazama kwa umakini ni sababu gani ambayo imepelekea ndoa yako ivunjike, unajikuta haupati jibu la moja kwa moja. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyaelewa ni kuwa inawezekana upo katika vita vya kiroho, umewekwa kwenye kifungo na roho ya kukataliwa imeshatupiwa katika maisha yako. Hautaweza kukubaliwa katika maeneo yote ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako. Kama unaandamwa na hali hii, ni vema ukafanya maamuzi ya kuanza kuoga kwa kutumia maji ambayo ndani yake umeweka chumvi ya mawe, kwani chumvi ya mawe itakusafisha, itaondoa nguvu zote mbaya ambazo zinakuzuia wewe kukubalika unapokuwa mbele ya watu wengine, na utajikuta umeanza kukubalika kama ilivyokuwa zamani. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu wanaoandamwa na nguvu mbaya, yani negative energy katika maisha yao. Katika ulimwengu wa nguvu zimegawanyika katika pande mbili. Kuna positive energy na kuna negative energy. Positive energy ni energy ambayo kila mwanadamu anatakiwa kuwa nayo ili akaweze kuwa mtu mwenye bahati na mafanikio katika maisha yake, kwani positive energy ina kawaida ya kuvuta vitu vizuri katika maisha ya mwanadamu. Kwa mfano, unapofungua duka ukawa na wateja wengi, ni kwa sababu dukani kwako kuna positive energy. Lakini unapofungua duka, ghafla wateja ambao walikuwa wanakuja mwanzo wakaacha kuja katika sehemu yako ya biashara, tafsiri yake katika biashara yako kumetawaliwa na negative energy. Wakati mwingine hata nyumbani kwako kunaweza kukawa kumetawaliwa na negative energy. Na utajuaje kama makazi yako yametawaliwa na negative energy? Utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye hauna amani na furaha pindi unapokuwa nyumbani kwako, lakini pindi unapotoka nyumbani kwako na kuwa katika maeneo mengine, unajikuta unafurahia uwepo wako katika maeneo mengine kuliko unavyofurahia uwepo wako katika makazi yako. Endapo wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanakumbwa na hali hii, si kuoga tu, wakati mwingine tumia maji ambayo umeweka chumvi ndani yake kusafishia nyumba yako, lakini pia unaweza ukatumia maji hayo pia kusafisha katika sehemu yako ya biashara. Mwisho wa siku negative energy zitaondoka na positive energy zitatawala katika maeneo hayo. Namba 5, binadamu ambao wapo katika vifungo vya kichawi. Kuna nyakati ambazo mwanadamu anaweza akawekwa kwenye vifungo vya kichawi na watu wabaya kwenye maisha yake. Huu ni wakati ambao watu wabaya humtumia mwanadamu kwa kadri ambavyo wanaweza. Haijalishi ni kifungo cha kichawi cha aina gani, chumvi na nguvu za giza haviwezi kuwepo pamoja, hasa chumvi ya mawe. Utakapoweza kuoga kwa kutumia chumvi ambayo ni ya mawe, amini usiamini, kila kifungo cha kichawi ambacho kinakuendesha kitakwenda kuondoka na utabaki kuwa huru. Lakini ni vema unapoweka chumvi ya mawe kwenye maji, nuia maneno, yani kama unahisi kuna nguvu fulani mbaya zinakuandama, nuia maneno kwa kutumia jina la Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni Mkristo, unaweza ukatumia jina la Yesu. Utajikomboa katika kifungo chochote ambacho kinakuendesha, kama ambavyo Nabii Elisha alivyoweza kuyatakasa maji kwa kutumia chumvi ambayo alinuia maneno na kuitupia kwenye kisima cha maji ambacho kilikuwa kikizaa mapooza, na baada ya hapo maji yalipona na yakaanza kutumiwa kama kawaida. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.